Bin Salimini, karibu kusikiliza Jicho la Nje hapa Big City Breakfast mjini FM 92.5. Msomaji wako ni mimi Jamal Mroma na tunaanzia jijini Dar es Salaam. Kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu ya serikali PAC kiongozwa na mwenyekiti wake Devota Minja imefanya ziara katika bandari ya Dar es Salaam kwa lengo la kujionea utendaji kazi, maendeleo ya huduma pamoja na utekelezaji wa maboresho yanayoendelea bandarini humo. Akizungumza baada ya ziara hiyo, Minja amesema kamati yake imeridhishwa na kiwango cha ufanisi kilichofikiwa, huku akipongeza management ya mamlaka ya usimamizi wa bandari Tanzania TPA kwa kuendelea kuboresha huduma na kuongeza tija katika uendeshaji wa bandari hiyo. Amesema maboresho ya miundombinu na mifumo ya utoaji huduma yameifanya bandari ya Dar es Salaam kuwa kitovu muhimu cha biashara kwa Tanzania nzima na nchi jirani zinazotegemea bandari hiyo kupitisha mizigo yao, hatua inayochangia kukuza uchumi wa taifa. Dodoma. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma limemkamata Philbert Filmon, umri miaka 23, mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John's kwa tuhuma za kuhusika katika tukio la kuchoma moto chumba kilichosababisha vifo vya wanafunzi wawili, Rebecca James na Felista Peter. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma jana ni kwamba tukio hilo lilitokea Juni 7, 2026 majira ya saa 2 usiku katika mtaa wa Kikuyu jijini Dodoma. Polisi wamesema baada ya kufanya uchunguzi wa haraka na kutumia mbinu za kiintelijensia, walibaini uwepo wa ushahidi uliomhusisha mtuhumiwa huyo na hatimaye kukamatwa Juni 13, 2026 Magufuli Bus Terminal akiwa katika harakati za kutoroka mkono wa sheria. Inadaiwa mtuhumiwa amekiri kuhusika na tukio hilo na kueleza kuwa alitumia lita 2 za petroli katika kuteketeza uhalifu huo, chanzo kinachodaiwa ni mgogoro wa kimapenzi baada ya uhusiano wake na marehemu Felista Peter Francis kuvunjika na kuingia kwa mwanaume mwingine. Arusha. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha limekanusha taarifa inayosambaa katika mitandao ya kijamii ikidai kuwa askari polisi amepigwa katika mkoa huo, likibainisha kuwa taarifa hiyo ni ya uongo na inalenga kupotosha umma. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na ofisi ya kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, taarifa hiyo ilisambazwa kupitia mtandao mmoja wa kijamii ikihusishwa na mtu anayeitwa Maria Sarungi, ikidai kuwa kuna tukio la kupigwa kwa askari polisi Arusha. Jeshi la polisi limesema hakuna tukio lolote la aina hiyo lililotokea katika mkoa wa Arusha na kwamba picha mjongeo iliyotumika ikionyesha ikipiga sehemu nyingine nje ya nchi kisha kuwekwa maelezo ya upotoshaji. Polisi wamesema wananchi wanapaswa kupuuza taarifa hizo na kuepuka kushiriki kuzisambaza, ikibainika kuwa tabia kusambaza taarifa za uongo, uchochezi na zinazoweza kusababisha taharuki ni kinyume cha sheria na maadili ya jamii. Unaendelea kusikiliza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast na hivi sasa ni habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano na Iran yamekamilika kwa mafanikio na ameagiza kuondolewa mara moja kwa zuio la jeshi la wanamaji la Marekani dhidi ya Iran katika mlango bahari wa Hormuz. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye nchi yake imekuwa mmoja wa wapatanishi wakuu katika mzozo huo, naye amesema kuwa makubaliano ya amani yamefikiwa kati ya Marekani na Iran ambayo yatamaliza operations za kijeshi katika pande zote ikiwemo Lebanon. Makubaliano hayo yatasainiwa rasmi Ijumaa nchini Uswizi, huku maelezo kamili yaliyomo yakiendelea kuelezwa. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran amethibitisha kupitia televisheni ya taifa kuwa makubaliano hayo yamekamilisha. Ripoti zinaeleza kuwa mzozo huu ulioanza Februari 28 baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel ndani ya Iran, hali iliyosababisha Iran kulipiza kisasi dhidi ya Israel na mataifa ya Ghuba na hatimaye kuvuruga usafirishaji kupitia mlango wa Hormuz, sasa yataleta ahueni kubwa kwa dunia. Jeshi la Israel jana limefanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya Hezbollah mjini Beirut licha ya juhudi zinazoendelea za mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Marekani na Iran. Mashambulizi hayo yalitishia kuvuruga mazungumzo kuhusu makubaliano ambayo katika hali yake ya sasa yanaonekana kuwa pigo kwa serikali ya Israel. Mara ya mwisho Israeli ilishambulia vitongoji vya Beirut wiki moja iliyopita, jambo lililosababisha ongezeko kubwa zaidi la mapigano kati ya Iran na Israel tangu makubaliano dhaifu ya kusitisha mapigano ya Aprili 7. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ilisema mashambulizi ya Jumapili
yalikuwa ni majibu dhidi ya mashambulizi ya Hezbollah kaskazini mwa nchi hiyo. Na maelfu ya waandamanaji walikusanyika jana siku ya Jumapili kuonyesha kutoridhishwa kwao dhidi ya kundi la nchi tajiri duniani za G7, huku rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wenzake wakitarajiwa kufanya mkutano wa kilele kuanzia leo Jumatatu katika nchi jirani ya Ufaransa. Wanaharakati wa mazingira na wale wa haki za wanawake waliungana na wenzao wanaopinga ubeberu, watetezi wa vyombo huru vya habari, wanaunga mkono haki za Wapalestina na makundi mengine katika bustani iliyo kando ya ziwa mjini Geneva kwa maandamano ya mji mzima. Mamlaka za Uswizi na Ufaransa zimepeleka maelfu ya polisi kutoa ulinzi kwa mkutano huo wa siku 3 unaoanza Jumatatu hii katika mji wa mapumziko wa Evian-les-Bains nchini Ufaransa. Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM, kwetu ni kwako.